Kuna taarifa jana ya shirikisho kuita wataalamu wa fedha kutoka Young Africans kuja kwa ajili ya kufanya mchanganuo ama kuweka sawa masuala ya haki za pesa za mshindi wa kombe la CRDB kwa msimu uliopita ambaye ni Young Africans. CEO Young Africans leo amefika ofisini kwenu. Nini ambacho kimejiri na nini ambacho kimezungumzwa baada ya CEO Young Africans kufika hapo ofisini? Baada ya kuona mtandaoni jana wanasema kwamba wanaidai TFF, tuliwaandikia barua baada ya kutazama hesabu ambazo tuko nazo. Tuliwaandikia barua ya kuwaeleza kwamba hawatudai lakini sisi ndio tunawadai. Na baada ya kuandikia barua pia tukatoa taarifa kwa umma kuwafahamisha kuhusiana na hilo kwamba fedha za CRDB milioni 250 tulizipokea ambazo ni fedha za uendeshaji na klabu ya Young Africans haikudai, isipokuwa sisi ndio ambao tunaidai klabu ya Young Africans. Lakini tukawaandikia Young Africans kuweza kufika TFF kwa ajili ya reconciliation, kwa maana ya kutazama sasa hizo hesabu wanavyosema wanatudai na sisi kuwapa zile ambazo tunawadai. Kwa hiyo ndio jambo ambalo lilikuwa lifanyike leo saa 4 asubuhi. Wamekuja Young Africans lakini wamesema kwamba hawako tayari kwa mazungumzo yoyote. Wameacha barua mezani na kuondoka. Katibu mkuu wa TFF Peter Wilfred akamuomba CEO wa Young Africans Bwana Mchime waweze kuzungumza, lakini akakataa, na wao wamesema kwamba wanataka kujibiwa kwa barua. Sasa tayari kumeshakuwa na hayo majibizano ya barua. TFF ikaona kwamba hizi ni taasisi kubwa ambazo kwa maana ya kwamba vyote vile lazima kuweza kukaa na kuweza kuweka sawa hivyo ambavyo vinaendelea. Na ndio maana tuliwaomba kufika makao makuu ya TFF. Lakini inaonekana ni kama pengine wao wana jambo lao lingine tofauti na hicho ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo kuondoka kwao kuna maanisha nini? Maana ni kwamba sisi TFF tunawasubiri wao ili tuweze kufanya hiyo reconciliation, kwa sababu hizi barua zimekuwa nenda rudi. Sasa imekuwa ni kama vile tunapata kutoa posa pengine kwamba yani unaenda unasubiri jibu la ukweli wanasema nini na vitu kama hivyo, vitu ambavyo kusema kweli haviko sawa. Kwa hiyo kama kweli wana nia ya kuweza kujua hicho ambacho wanakisema, TFF wakati wote iko tayari na inawakaribisha hapa TFF. Na jambo zuri ni kwamba TFF hii ambayo iko madarakani kwenye eneo la kifedha ina uwazi mkubwa sana, wala hakuna kificho chochote. Kwa hiyo ni swala la wao kuweza kufika na kuweza kukaa pamoja kuweza kufanya hiyo reconciliation tuweze kusonga mbele. Amesikika Mtini akizungumza kwamba hawaoni cha kuzungumza kwa sababu wanachokitaka wao ni fedha tu. Na miongoni mwa taarifa ambazo zilizungumzwa jana ni kwamba hawakuwahi kupata taarifa zozote kwamba wao wanadaiwa kutoka TFF, lakini wanachokidai wao ni kupata fedha ambazo ni shilingi milioni 200. Hii imekaaje Clifford? Ndio leo walitakiwa kuja na hizo nyaraka zao. Okay. Hapa TFF kusema kwamba hizi nyaraka hiki ndicho tunachokidai. Na sisi tungewaambia hiki ndicho tunachokidai sawa kwa hizo nyaraka zenu. Huku tuliwakata 1, 2, 3 na bado mnadaiwa 1, 2, 3. Hiyo ndio maana ya reconciliation. Sasa wao hawaitaki, wanasema kwamba hawataki kukaa mezani. Sasa maana yake ni okay. Hatua zipi zitafuata baada ya hili kushindikana? Sasa ndio kwanza limetokea, na sisi bado tunaendelea kusisitiza kwamba waje mezani tuweze kufanya hiyo reconciliation, wakiwa na hizo nyaraka zao wanazosema kwamba tunadai hiki na hiki na hiki. Sasa mimi nikushukuru sana Clifford Marion Ndimbo, na siku njema.